Angalia sura ya 21 mstari wa 9. Mwanzo 21 mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 13. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri, ambaye tunajua ni Ishmaeli, si ndio? Ishmaeli. Akamwona yule mwana wa Hajiri Ishmaeli, ambaye alimzalia Ibrahim, anafanya dhihaka. Mstari wa 10. Kwa hiyo akamwambia Ibrahim, mfukuze mjakazi huyu na mwanae, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahim kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahim, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila kuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utafanyaje? Utaitwa, naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Bwana asifiwe sana. Tatizo likaendelea kutokea kwa kuenenda kwa mwili. Wameenda kwa mwili, amezaliwa Ishmaeli, baadaye anakuja kuzaliwa mwana wa ahadi, lakini huyu aliyezaliwa nje ya mpango wa Mungu anaanza kufanya dhihaka kwa huyu aliyezaliwa kwa mpango wa Mungu Isaka. Anaanza kumzodoa huyu, anaanza kumtania huyu, anaanza kumdharau huyu mtoto mwingine. Sara akakasirika. Amen. Akakasirika, anamwambia baba, muondoe huyo mjakazi na mtoto wake. Mtoto wangu mimi Isaka nini na nini na nini. Maana sasa hivi Ismail tena sio wa kwake. Mwanzo alisema nitapata mtoto kwa yeye, leo kamkataa. Amen. Anamuona tena sio wa kwake. Unaona? Anamwambia sasa, mwanangu Isaka mimi, wewe muondoe asije akaendelea kumnyanyasa mtoto wangu. Tena amani ikakosekana. Baba akakasirika, ajisikia vibaya. Shida ni nini? Mwili. Baba tena akasirika, Mungu tu ndio kabidi aingilie kati. Ibrahim, sasa haya mliyakoroga tangu mwanzo, mliyakoroga kabisa, sasa muondoe. Amen, muondoe. Lakini kwa sababu ametoka kwenye viuno vyako, na yeye nitamfanya kuwa taifa kubwa. Ukiendelea mbele utakuta akaambiwa baada ya Hajiri kutoka pale, malaika akakutana naye, akaambiwa jinsi Ishmaeli atakavyokuwa, atakuwa kama mbwa mwitu. Mpaka leo sasa, kwa sababu ya kuenenda mwilini, hasara iliyotokea, hawa ndugu wamekuwa ni kama mbwa mwitu, wakali, wauaji na kadhalika. Lakini ilitokea wapi? Kuenenda kwa mwili. Amen. Badala ya kuenenda kwa nini? Kama wangeenenda kwa roho, Ishmaeli asingezaliwa. Na kama asingezaliwa, maana tusingekuwa na shida tunazonazo leo. Amen. Lakini kwa sababu ya kuenenda kwa mwili, ilitokea hasara ya kuenenda kwa nini? Kwa mwili. Familia ikapata magomvi, wakapoteza amani, wakagombana baba na mama, wakagombana mama na housegirl. Mtoto wa ahadi na mtoto asiye wa ahadi wakaanza kugombana, mama akakasirika tena, wakafukuzana nyumbani. Kwa familia ikaingia shida kwa sababu tu ya mwili, kuenenda kwa nini? Kwa mwili. Tumeelewana? Kwa tunaposema enenda kwa roho ili ufaidike, maana yake ni hiyo. Unapoenenda kwa roho unakuwa na usalama. Angalia mfano wa pili, habari ya mfalme Solomoni. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 11 na mstari wa kwanza hadi wa 13. Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni. Wageni hao ni pamoja na binti yake Farao. Wageni hao ni pamoja na wanawake wa Moabi na wana wa Amoni na wana wa Edomi na wana wa Sidoni na Wahiti. Mote humo alikusanya wanawake. Amen. Mstari wa pili, na mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu. Kwa hakika wategeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akambatana nao kwa kuwapenda. Kwa zaidi ya makabila yaliyotajwa hapo, wa Sidoni, sijui wa Hiti, sijui watu gani, lakini kulikuwa na mataifa mengine mengi ambayo hayakuorozeshwa hapo, ambayo Bwana alikuwa amekataza. Huyu Sulemani huyu akafanyaje? Akaambatana nao kwa kuwapenda. Mstari wa 3, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakafanyaje? Wakafanya nini?
wakamgeuza moyo. Ule mstari wa pili, kuna agizo Bwana aliwaambia wana wa Israeli, msiingie kwa wanawake ambao sio Waisraeli. Kulikuwa na agizo wasioe wa Sidoni, sijui watu gani na mataifa kadha wa kadha. Lilikuwepo agizo wasije wakaingia kwa sababu watawageuza moyo. Lakini sasa huyu Sulemani huyu, yeye akaenda mwilini, akaangalia wanawake walivyo wazuri, akaacha kutii agizo la Mungu, akatoka rohoni, akaingia mwilini, akaanza kuoa mabinti wa kifalme. Wafalme wengi wafalme walichukua wanawake waliozaliwa kwenye nyumba za kifalme, wanawake 700, halafu na masuria, yani vimada 300, jumla 1000 mwili. Matokeo hayo wakageuza moyo wa nani? Wa Sulemani. Ule mstari wa 3, akapata hasara moyo wake. Kwanza, hasara ya kwanza, moyo wake kugeuzwa. Mwili, ukienenda mwilini, moyo wako wa kumpenda Bwana unaweza kugeuzwa. Ukienenda kwa mwili ni hatari sana, moyo wako wa ibada unaweza kugeuzwa. Ukienda kwa mwili ni hatari sana, moyo wako wa kumcha Mungu unaweza kugeuzwa. Ukienda kwa mwili ni hatari, moyo wako wa kumwabudu Bwana, moyo wako wa maombi unaweza ukageuzwa. Sulemani moyo wake ukageuzwa kwa sababu alienenda kwa mwili, kwa kuangalia wanawake wa wafalme, mabinti wa kifalme 700, vimada 300. Alikuwa mwilini 100%, moyo wake ukageuzwa. Hasara ya kwanza alipata Solomoni, moyo wake kugeuzwa. Tuendelee. Mstari wa 4, maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Umeelewa sasa? Maana yake ni hivi, walipogeuza moyo wa mfalme Sulemani, akaanza sasa kuabudu miungu badala ya kuabudu Mungu wa kweli. Ukiwa mwilini, moyo wako wa ibada utageuzwa. Ukienenda kwa mwili, utake usitake, moyo wako wa kumwabudu Bwana utageuzwa tu. Utaanza kuwa na miungu ndani yako, utaanza kuwa na sanamu ndani yako. Miungu inaweza kuwa ni biashara zako, miungu inaweza kuwa ni ndugu yako, miungu inaweza kuwa ni mmeo, ni mkeo, miungu inaweza kuwa ni mtoto wako, miungu inaweza kuwa ni fedha. Ukiwa mwilini, moyo wako, ukienenda kwa mwili, moyo wako tu utageuzwa. Lakini ukienenda kwa roho, hakuna mkamungu kataingia ndani yako akachukua nafasi ya Mungu. Haitakuwepo. Kwa nini? Unakwenda kwa roho. Haleluya. Mstari wa 5, kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtoreth, mungu mke wa Wasidoni, na Mikomu, chukizo la Waamoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Kemoshi, chukizo la Wamoabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amoni. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliofukiza uvumba, wakatolea miungu yao dhabihu. Basi Bwana akamghadhibikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara 2. Akamwamuru katika habari ya jambo hilo hilo asifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika aliyoamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya hayo, wala ukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Lakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Nitaurarua utoke katika mkono wa mwana wako, lakini sitaondoa ufalme wote pia. Nitampa mwana wako kabila moja kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu, na kwa ajili ya Yerusalemu niliyochagua. Hasara ya pili, ufalme kularuliwa kutoka kwa Sulemani. Amen. Hasara ya kwanza ya kuenenda kwa mwili, moyo ukageuzwa, akaanza kuabudu miungu, akina Kemoshi, akina nani. Amen. Lakini hasara ya pili, ufalme ukageuzwa utoke kwa Solomoni, utoke mikononi mwake. Ingawa Mungu ni mwenye rehema, akamwambia sasa, kwa sababu ya Daudi baba yako, umetoka kwenye viuno vya Daudi, wewe ufalme nitauondoa kwa mtoto wako, lakini wewe nitakuachia tu umalizie. Lakini mtoto wako atakayekuja kuchukua nitauondoa mikononi mwake. Hasara ya kuenenda kwa nani? Kwa mwili. Kwanza, moyo uligeuzwa, akaanza kuabudu
miungu mingine. Pili, ufalme ukatoweka. Kwa ni mfano wa pili, ukienenda kwa mwili, moyo wako utageuzwa. Utaacha kumwabudu Mungu, utaanza kuabudu vitu, utaanza kuabudu vitu vingine, utavipa vipaumbele hivyo vitu badala ya kumpa kipaumbele Mungu.